Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa nisikilize vizuri sasa. Kwa kuna watu ambao leo wapo, lakini kumbe ndani wameshachomolewa. Anaishi kabisa, lakini hayupo. Kumbe kuna mahali amewekwa. Najua wale wenzetu wale wa Nigeria kidogo wanachamboga sana kwenye filamu zao. Anakuonesha namna mtu anavyoweza akawekwa kwenye chupa. Sio tu igizo lile, yale mambo yapo. Anatoka kwenye kichupa, alafu anakifunga. Wanasema yuko kwenye chupa. Wanamwangalia huku yupo na kwenye chupa yupo. Ndivyo inavyokuwa hivyo hivyo. Wakati wameshaangaliaga hata hiyo filamu, hizo filamu wanakuta mwingine kwenye chupa, mwingine huko. Punga hivi. Yale mambo yapo. True kabisa, yapo wazi. Na yapo kabisa. Kuna mtu unakuta kawekwa mahala. Kuna mwingine kaa kwenye dari. Kuna mwingine unakuta analima mpunga. Kuna mwingine unakuta analima mashamba. Kuna mwingine unakuta yuko mahara anafanya kazi. Siku moja tuliomba hivyo, tukamrudisha mama mmoja ambaye alikuwa anatumika yeye kama chuma ulete. Wangapi wanakumbuka sio? Tunaona anatumika chuma ulete. Tunamrudisha, njoo. Yule mama akaudi hapa yuko nini, kumbe ni chuma ulete. Yeye sio chuma ulete, ila anatumikishwa kuwa chuma ulete. Kwa kazi yake anaingia kwenye maduka ya watu hapa Mbagara, anachukua hela. Anampelekea babu mmoja, anakaa naye jirani hapo. Kwa hiyo amefanya kuwa mchukua hela. Kama wanavyoyatumia mapaka au mapanya, yanaenda kama machuma ulete. Kuna watu wengine nao wanatumika kama chuma ulete kwa ajili ya kuchukua hela madukani, kuchukua hela kwenye duka, wanapeleka mahara. Anatumia. Duniani watu wanafanya mambo ya ajabu kuliko unavyofikiria. Yaani kuna maajabu. Na Mungu mimi ameniruhusu nianze kuyaongea hayo maajabu. Sema amen. Ndakuwa nayaongea alafu mwenyewe unaona mambo live. Piga Bwana Yesu makofi, unaona live. Kwa sababu duniani kuna mambo ya ajabu kuliko unavyofikiria. Unaona mtu anafanya biashara na duka kubwa, kumekaeka watu pale. Kuna watu anaita wateja. Unaona kuna mtu anabonga na jumba, anasema jumba hili. Ndio maana Biblia inatuambia tusitamani mali za jirani. Maana ni kweli, kumbe waliona unaweza ukatamani mali ya mtu, kumbe mwenzako anafanikiwa na watu wengine, anatajirika na watu wengine. Unamwona hivyo, kumbe kachukua mtoto wake. Unamkuta tu mtoto yuko pale kama ndondocha, anatoa tena, kumbe aishachukuliwa. Kaego one mali. Hayo mambo yapo. Sasa kuna hatua ya kwanza. Mtu anaweza ukamwona ni mtu mwili, lakini ndani aishachukuliwa, hayupo. Ni mwili lakini ndani hayupo. Sasa mchungaji, kama ndani hayupo, nani yuko ndani? Manake roho ikitoka si mtu anakufa bwana. Ni kweli, roho ikitoka mtu anakufa. Wao wanachofanya, wakimtoa huyu roho ambao ni wewe, wanaliweka jini. Lile jini linasimama kwa niaba ya roho. Kwa hiyo namwona mtu huyu anaenda, yuko tu, kimwona yupo tu, kumbe ndani kuna jini, lakini anaenda. Na yule waliomchukua wanajua tunamchukua huyu Kevi kwa sababu ana nyota. Kuna watu wamechukuliwa kwa sababu ya nyota. Kuna mwingine amechukuliwa kwa sababu ya kibali. Kuna mwingine amechukuliwa kwa sababu ya uwezo au ufanisi alionao. Kuna mwingine amechukuliwa kwa sababu ana nguvu. Wanachukua hizo nguvu zake, wanazifanya kuwa mateka, wanamtumikisha. Kuna mwingine anachukuliwa, kila anayechukuliwa anachukuliwa kwa sababu. Kuna mwingine nyota kali, ndio maana achukuliwa. Kuna mwingine anachukuliwa kwa sababu. Kila aliyechukuliwa amechukuliwa kwa sababu. Hata wale tuliowarudisha kuna sababu za wao. Ina maana mwingine kutana tumbo la uzazi la baraka. Kwa hiyo wanamchukua kwa sababu wanajua ana baraka. Wanamchukua mwingine kwa sababu kifua chake kimebarikiwa. Wanamchukua anakuwa ananyonyesha watoto. Wanajua kabisa huyu
tunamchukua kwa maslahi. Kwa wote waliochukuliwa, wanachukuliwa kwa maslahi. Kuna watu wana hatima kubwa lakini wameshachukuliwa. Leo mkono wa Bwana uwafuate waliochukuliwa, uwarejeshe kwa jina la Yesu. Nasema tena, warejeshe kwa jina la Yesu. Wao waliochukuliwa kwa maslahi, tunapasua vyumba walivyokuweka, ninapasua kaburi walilokufukia, ninapasua chupa walichokuweka, ninapasua dari walilokuweka, ninapasua lile duka, ninaamuru lipate shoti ili wao toke mwana duka. Ananielewa? Sema achia. Chao. Wanachukua na mpeka kuzimu kwa maslahi. Kila anayechukua kuna maslahi. Wanajua kabisa huyu ni mtu fulani amezaliwa na kipawa, huyu amezaliwa na kibali. Wanakuchukua, wakikuchukua wanaenda wanakutumikisha. Wanakuwa kama unaota ndoto, kumbe sio ndoto, ni kweli. Vipi mzee? Sawa, mwaka huu tunarudi. Pigie Bwana Yesu makofi, nikurudi tu. Sema njoo, nikurudi tu. Kuna mtu anamwona ni kabisa haeleweki, kumbe washachukua tena kitambo. Yupo lakini hana kitu humo, shachukua. Ana mambo anayofanya hamna. Unamuuliza mtoto 2 jumlisha 2 ngapi? 6. Hayumo. Unamuuliza hivi, wewe mwanangu, wewe una akili sawa? 2 jumlisha 2 ngapi? 6. Unamuuliza, msikiliza mwanangu, una machungwa mawili, ukachukua tena machungwa mawili ukayachanganya, jumla inakuwa mangapi? 7. Usiseme hili toto lina akili ya baba yake. Huyo mtoto rudisha. Umeelewa? Pokea hekima hiyo na maarifa hayo. Ukiwa na hekima hiyo na maarifa hayo, mtoto wako wa kwanza achukuliwi, wa pili achukuliwi, wa tatu achukuliwi, wa 4 achukuliwi, wa 5 achukuliwi. Wale watoto ambao Mungu amekupa uwazae wewe, hakuna hata mmoja atakayechukuliwa. Ukichukua wewe maarifa, ukoo wako hautachukuliwa. Ndugu zako hawatachukuliwa, dada zako, kaka zako hawatachukuliwa. Na kama walishachukuliwa, tunatuma moto waanze kuachiliwa leo kwa niaba yako, waanze kuachiliwa leo kwa niaba yako. Ananielewa? Sema njoo, njoo, njoo. Na tukifahamu ukweli huu, hakuna atakayekufa kifo cha mazingira ya kutatanisha. Biblia inasema utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Ina maana kama hujafahamu, wale wanaofahamu wanaweza kukutenda mabaya. Sasa kuna mambo wewe unataka uyafahamu, na ukiyajua hakuna mchawi juu yako. Ukiyajua hautakufa kifo cha mazingira ya kutatanisha. Ukiyajua hautaumwa kichwa na kufa na kataa. Hakuna mauti juu yako, hakuna mauti juu yako, hakuna kifo juu yako. Ninamwaga neema juu yako, ninakataa mauti ndani yako. Ananielewa? Sema sitakufa kwa jina la Yesu Kristo. Sema waliochukuliwa wote tunawataka. Dada zangu, kaka zangu, watoto zangu ninawataka, wakwe zangu ninawataka, wote waliochukuliwa ninaagiza, ninawataka. Waumini wenzangu ninawataka, majirani zangu ninawataka, ninawataka. Wapangaji wenzangu ninawataka, wote walioibiwa, waliofichwa mahali popote, kwa damu ya Yesu ninawataka. Sema njoo, sema tena njoo, sema tena njoo, sema tena njoo, sema achia, sema nawataka, 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 nawataka. Endelea kusema nawataka, nawataka wote, nawataka wote, wote nawataka, wote nawataka, wote nawataka. Laiti ungejua unaposema hivi, kwenye ulimwengu wa roho wanaingiliwa, wanaingiliwa. Mapepo leo wanavamiwa, majoka leo wanavamiwa, wachawi leo wanavamiwa, waganga wa kienyeji wanavamiwa, vyumba vya misukule vinavamiwa, vyumba vilivyoweka watu vinavamiwa, vinavamiwa. Wale waliokufa
mazingira kutatanisha, makaburi yao sahi yaanze kucheza. Reka pasatata rababababababa shaba rerererereba shaba bababa yaka pasatata reka parababababa. Hebu sema nataka raka pasatata reka parababababa. Hebu sema cho. Pigia Yesu makofi. Sema hakuna yoyote aliyechukuliwa akabaki huko wakati mimi niko hapa. Hiyo haipo. Bonga na jirani yako, hiyo haipo. Na kitakachoenda kutokea, kuna mtu mwingine yamkini ndugu yako alipotea kwa mazingira ya kutatanisha, utaanza kumuona. Utasikia ameonekana sehemu fulani, kaonekana kibaya, kumbe tayari umeingia, umeanza kupo. Hey. 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 Sema paswa. Utasikia ameonekana sehemu fulani. Sikachukuliwa. Na wewe si unaanza kugonga. Kule alikuwa, hata kama walikuwa na amani naye, wanashangaa ghafla anaanza kuwa paswa wenyewe. Anachomoka kule. Inawezekana. Sasa nikwambie kitu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Nakuta kuna mtu ambaye mwili upo, roho ndo yeye amechukuliwa, anatumikishwa mahala. Ukimwangalia mwili ni yeye, lakini rohoni hayupo, amechomolewa, anatumiwa mahala. Hiyo iko sana leo hii duniani. Yamkini kako kwenye duka. Nakumbuka siku zile wakati tunaomba hapa, mmoja anasema nilikuwa dukani, mwingine kaeka kwenye duka. Ukiomba anatoka kwenye duka, anashangaa amesharejea, ametoka dukani. Ndio hao ambao unakuta nafsi zao zimetekwa kwenye maduka, anatumikishwa kule, anatumiwa huko, anafanya kazi za kichawi huko. Hao watu wapo. Tupige hatua sasa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua nyingine ya pili ni mtu ambaye hajachukuliwa, ila ndani yake kuna roho iliyomkamata. Roho yake imekamata, imeifunga, alafu yenyewe ndio inauongoza mwili. Yeye hajachukuliwa, yeye yupo, ila kuna lilo la kijoka limetumwa ndani yake. Ingia, mfanye awe na kansa. Lenye hili roho linaingia ndani ya mwili, linamfanya yule roho yako ambao ni wewe, linaidhibiti, alafu lenye ndo linatawala ule mwili. Umeona? Hiyo ni hatua ya ngapi? Ya pili, ambao watu kama hawa ukiwaombea anapaga, alafu ukimwombea anakaa sawa. Akikaa sawa anaendelea. Ni kwamba huyu ndani ana roho ambayo imetumwa, hajachukuliwa, ila kuna roho imetumwa. Ingia ndani yake, mfanye apagawe, atokwe na povu, asage meno, ajipige. Ni roho ambayo tu imetumwa. Ingia ndani ya huyo, mfanye awe anatetekuanga, mfanye ana muwasho kwenye mwili. Ni roho tu imetumwa. Ingia, mfanye hivyo. Kwa nakuta mtu huyu anakuwa na matatizo kadha wa kadha, na mambo yake anakuwa haeleweki. Huyu hajachukuliwa, ila kuna roho imetupwa ndani yake. Mfanye awe na nuksi, anakuwa na roho ya nuksi, kukataliwa, kutokupendwa, akubariki, aeleweki, haaminiki. Kila mara anapokuwa wanamzulia mabaya tu, anaaga sehemu yoyote akawepo yeye akapata mema. Kila anapokuwepo ni mabaya tu. Ni kwamba kuna roho iliyotumwa juu yake kwamba mfanye awe na mabaya. Hao ndo wako wengi ambao hata Yesu pia alishughulika na maisha yao. Ni kuonesha maandiko matakatifu sasa.
Nataka sasa tupige hatua zaidi. Sema amen. Leo ni siku ya ngapi vile? Siku ya pili. Ongeza makofi kwa Mungu aliye hai. Siku ya pili. Kitaeleweka tu, kitaeleweka. Tunasonga mbele. Nikuoneshe kwenye maandiko matakatifu kwa habari ya mfalme mmoja aliyewahi ishi. Mfalme huyo tuangalie kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa 14. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14 mpaka ule wa 23. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Basi roho, sema roho. Roho ya nani hiyo? Roho ya nani? Ya Bwana. Roho ya nani? Roho ya Bwana. Nataka watu wanaoongea huko chini. Haleluya. Tunajifunza ili tuweze kufanya kazi. Baadaye watapona wagonjwa na watu wenye shida mbalimbali. Sema amen. Utaona Mungu atakuponya. Tujifunze 1, 2, 3. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14 mpaka ule wa 23. Imeandikwa. Basi roho ya Bwana. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Ilikuwa imemwacha Sauli. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Roho mbaya kutoka wapi? Roho mbaya, tuanze mwanzo mstari wa 14. Basi roho ya Bwana. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Ilikuwa ni roho gani imemwacha? Ya Bwana. Roho ya nani? Ya Bwana. Ya kuzimu. Ya Bwana. Ya shetani. Ya Bwana. Ya bibi tuntufie. Bwana. Roho ya nani? Ya Bwana. Ya nani? Ya Bwana. Ya Bwana. Hapa zinaongelewa roho mbili. Roho ya kwanza inaongelewa roho ya Bwana. Ikafanya nini? Ikamwacha. Kumbe unaweza ukawa unaongozwa na roho ya Bwana iko na wewe, na kumbe baada ya muda tena ikaingia roho mbaya. Sasa hapa anasema roho ya Bwana akamwacha Sauli. Roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamwingia Sauli. Tena huyu bwana ana roho mbili, ana roho nzuri na ana roho mbaya. Sikilize hapo vizuri sasa. Sema amen. Kumbuka huko na jasusi na mbinguni. Haleluya. Kwa sikiliza nikupe maarifa. Kwa nini hizi zinaonekana ni roho mbili zenye tabia tofauti tofauti, ambazo moja ni mbaya, nyingine ni roho njema? Roho ya Bwana ni roho njema. Ni roho mbili zenye tabia tofauti tofauti. Roho ambayo inapenda wizi na roho ambayo inapenda kwenda kanisani. Ni roho mbili. Alafu zote zinaonekana zimetoka kwa mtu mmoja. Aliyezileta ni Bwana mmoja, sio bwana mmoja aliyezileta. Zamani hapakuwa na uchawi kama ulivyokisiri leo. Kwa zamani palikuwa pana upeo kama walionao Waislamu leo, ndugu zetu, ambao anasema kuna majini mazuri na majini mabaya. Kuna majini yaliyoletwa na Mwenyezi Mungu ambao ni majini ambayo yanaingia mpaka msikitini tunaswali nayo, lakini kuna majini mabaya. Yako majini aina mbili. Walikuwa na ufahamu kama huo tangu zamani. Hata zamani walikuwa wanajua roho mbaya inaweza ikatoka kwa Mwenyezi Mungu ikawaingia watu, na roho nzuri inaweza pia ikatoka kwa Mwenyezi Mungu ikawaingia watu. Lakini kinachotokea, kwa sababu elimu ndani ya kanisa haikuwepo, elimu juu ya watu haikuwepo, elimu juu ya watu wa Mungu haikuwepo, elimu juu ya mafunuo ya watu wa Mungu hayakuwepo. Kwa walikuwa hawajui ubaya wa shetani zaidi. Walikuwa wao wanajua namna fulani ya Mungu, namna anavyotenda, Mungu anavyofanya. Kwa kufahamu ubaya wa shetani, hiyo elimu ilikuwa haipo, huo ufunuo ulikuwa haupo, huo utandawazi ulikuwa haupo. Kwa ndio maana hapa anasema roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamwingia Sauli. Roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamwingia Sauli. Yani ubaya, uovu, roho mbaya leo tunaweza tukaita majini.
mapepo, maruani, makata, subiani. Hizo ndo roho mbaya ambazo anasema roho mbaya kutoka kwa mwana ikamwingia Sauli. Ni kwamba alikuwa hawafahamu. Kwa mfano, kwenye wakati ule Ayubu, Biblia inasema moto ukashuka kutoka juu ukamlukia moja kwa moja, ukaangamiza wale punda wote, wale farasi wote, mifugo yote ya Ayubu ikaangamizwa. Biblia inasema mpeleka taarifa akaenda kwa Ayubu akasema, nimeona moto kutoka mbinguni. Lakini pale moto kutoka mbinguni, ule moto alikuwa ameuruhusu shetani. Moja kwa moja ule moto umeenda kuangamiza mali za Ayubu. Lakini huyu aliona umetoka mbinguni, kumbe umetoka kwenye kuzimu ya angani. Tunamwona kwa Danieli. Danieli anasema, malaika wa Bwana anamtokea Danieli, anasema, Danieli, mtu unayependwa sana na Mungu, yafahamu maneno nikwambiayo. Tangu kwako nimetumwa hii nikuletee taarifa. Kuna mkuu wa Uajemi aliyenipinga juu ya anga siku 20. Na ina maana hapa penye anga pana mkuu wa giza ambaye anatenda kazi kwenye anga hapa, kabla hujafika kwenye anga la mbinguni. Wako wakuu anga. Sasa huyo anayesema roho mbaya ni kwamba aliona roho fulani ambayo labda inatoka juu inashuka moja kwa moja kwa Sauli, inamuingia Sauli. Na yule roho wa Bwana aliyekuwa pamoja na Sauli akashangaa ghafla yule roho wa Bwana amemwacha Sauli, ila roho mbaya imeingia ndani ya Sauli. Kumbe roho wa Mungu anaweza akawa na wewe, roho wa Mungu anaweza akakuacha, na roho mbaya ikakuvamia. Leo napiga roho mbaya iliyoingia juu yako, roho ya kukataliwa, roho ya magonjwa, roho ya kudharauliwa. Hebu sema pasua kwa jina la Yesu. Bonga na jirani yako, mwambie roho gani iko kwako. Mwangalie na usoni, mwambie roho gani iko kwako. Mwangalie na usoni, mwambie roho gani iko ndani yako. Mshike mkono, mwambie kuna roho gani iko ndani yako. Mwambie yamkini roho ya Bwana imekuacha, imeingia roho ya kukataliwa. Piga kifua, sema sio mimi wewe. Mwenye kigeregere yuko hapa akipige. Mwenye makofi yuko hapa anaweza akapiga Yesu makofi. Sema kwa jina la Yesu, roho mbaya iliyotumwa ndani yangu ninaagiza leo iondoke kwa jina la Yesu. Roho ya kudhulumiwa, roho ya kukataliwa, roho ya baraa, roho ya kusalitiwa, ninatangaza leo, ewe roho mbaya niachie. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie mkini kila jambo unalofanya aliendi. Unafanya hiki hakiendi, unagusa hapa hapaendi, unajaribu na hapa hapaendi. Unajiuliza kwa nini wewe? Kumbe kuna roho mbaya imerushwa. Kumbe kuna roho ya mikosi imetumwa. Kumbe kuna roho ya baraa imetumwa. Ni maombi yangu jioni ya leo, hiyo roho mbaya irudi ilikotoka kwa jina la Yesu. Imeandikwa, shimo walilochimba watatumbukia wenyewe, na mitego aliyoitega itawanasa wenyewe. Ndani ya siku 5 tunageuza mashimo yarudi kwao, tunageuza mitego irudi kwao, tunageuza barazi irudi kwao. Hebu sema narudisha virudi kwao. Yote walioyapanga yageuke. Baraa geuka, magonjwa geuka, kuonewa geuka, roho ya kukataliwa geuka, roho ya masumbufu geuka, roho ya mateso geuka. Hebu sema naigeuza roho mbaya, nairudisha roho mbaya niliyotupiwa, roho mbaya, roho ya uharibifu, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kukataliwa, roho yoyote, jini yoyote aliyetuma ndani yangu, wewe jina kuondoa, wewe jina kuondoa, wewe jina kuondoa. Hebu liondoa hilo jini. Rakapasatata, rekataradadadada, yakapasatatera, rekaparababababa. Kila jini aliyetumwa, rekapasatata, rabashatatata, reshadadadadada, yekaparabababa. Kila jini aliyetumwa, jini wa baraa, jini wa magonjwa, jini wa mikosi, jini wa kukataliwa, kila jini aliyetumwa ninakushambulia leo. Hebu shambulia leo. Shadadada, yakapasatata. Sema na shambulia kila roho mbaya iliyotumwa, roho ya magonjwa, roho ya kudhulumiwa, roho ya kukataliwa. Sema na ikataa roho mbaya iliyotumwa ndani yangu. Kataa, kataa. Sema na ikataa. Shambulia, shambulia kwa jina la Yesu, kwa
kwa jina la Yesu. Shadadadada bashete rekatakatarada yededededede mushatata yakapasatata rekazakatarabashapa reketeredede rakaparabababa. Geuza roho mbaya, roho niliyotupiwa, roho ya magonjwa, roho ya maraa, roho ya mateso, roho ya kuzalauliwa, roho ya kukataliwa, roho ya maraa, roho ya kukataliwa, roho ya kuchukiwa, leo naivunja. Vunja hiyo roho mbaya uliyotupiwa, hebu vunja kwa jina la Yesu. Shambulia, shadadadada, endelea, shambulia. Sema napiga roho mbaya, roho mbaya, roho ya baraa, roho ya aibu. Hebu piga ile roho ambayo unaiona kwenye maisha yako ipo. Hebu shambulia, shambulia, shambulia. Endelea kupiga, shambulia. Yekeseketerede rakasakatarada. Roho mbaya, roho mbaya iliyotumwa kutokea kuzimu, roho mbaya iliyotumwa kutokea kwa wasoma nyota, roho mbaya iliyotumwa kutokea kwa marafiki zangu, leo naigeuza, leo naigeuza, leo naigeuza. Roho mbaya iliyotumwa kwenye biashara, iliyotumwa kwenye duka, iliyotumwa kwenye ndoa, iliyotumwa kwenye familia, iliyotumwa juu yangu, kila atakaniona nikatae. Wewe roho mbaya, shambulia, shadadada rakapasatata rekaparabababa. Sema shambulia, shambulia. Pige Bwana Yesu makofi. Ongeza makofi ya juu zaidi. Ongeza makofi ya juu zaidi. Bonga na jirani yako, mwambie kama wamekuroga wajipange. Mshike mkono, mwambie kama walishachukua nyota yako wajipange. Sema hiyo roho mbaya walioitupa juu yako iteketee. Bado hujasema, sema roho mbaya. Sema roho ya kukataliwa, hiyo ni roho mbaya. Roho ya kuonewa, hiyo ni roho mbaya. Roho ya magonjwa, hiyo ni roho mbaya. Roho ya kupoteza pesa, hiyo ni roho mbaya. Kila roho mbaya iliyorushwa juu ya mwili wangu, juu ya maisha yangu, leo naitangazia. Wewe roho mbaya, nenda moja kwa moja kwa aliyekutuma. Geuka, 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 geuza. Simama, sema geuka. Sema geuka. Simama, sema geuka. Sema geuka, 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 geuka. Piga Bwana Yesu makofi. Tunageuza. Hapo ni kama uchezaji, lakini kuna ulimwengu wa roho, kuna vitu vinachomoka sasa. Maradhi inachomoka sasa, magonjwa yanachomoka sasa, typhoid inachomoka sasa, roho ya kukataliwa inachomoka sasa. Hebu sema achia. Geuka, geuka. Piga Bwana Yesu makofi. Tunageuza. Sema naigeuza. Sema roho mbaya kama aliyeirusha, awe ni bibi, shangazi, mjomba, jirani, rafiki, mtu yeyote aliyetuma roho mbaya inivae, na iagiza roho mbaya, kimbia haraka, nenda kamwingie aliyekutuma kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema natangaza, mimi niko huru. Punga mikono yako, sema amen. Amen. Keti kidogo sasa. Hey. Nani anabarikiwa sana? Nani anahisi kabisa mtumishi anaongea kwangu kabisa leo? Pige Bwana Yesu makofi. Sio mimi ninayeongea kwako, ni Roho wa Mungu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Roho wa Mungu yuko hapa kwa ajili ya kufungua mafundo. Roho wa Mungu yuko hapa kwa ajili ya kufanya ucheke. Waliotaka ulie, ni wakati wako wa kwenda kucheka. Mpaka Jumapili utaona maajabu yanaenda kutokea. Sema roho mbaya achia, toka. Sasa nisikilize vizuri. Unamwona huyu Sauli, kuna roho mbaya ambayo ilikuwa inamwingia. Ilipokuwa inamwingia ile roho mbaya ilikuwa inamtesa, anajipiga piga, anajipiga piga, anajiumiza. Wafanyakazi wake, watumishi wake wakamwambia, bwana wetu, tunaona hii roho mbaya itakuumiza, tumtafute mtu mwenye hekima hawe na kupigia kirubi. Walijua roho mbaya inatulizwa kwa kupigiwa kirubi. Ni kama vile unasikia wenzetu mtu akipandisha bibi, sasa unataka nini? Sema basi usimtese, tuambie kitu, unataka nini kiti? Sasa nataka mtori.
ingia inatoka, anajikuta na msuka umeanza. Wanamchukua Sauli, wanamtuliza, anapandisha, anajipiga piga, wanamng'ang'ania, wanakamata mfalme, kamata kwa nguvu, wanashika kwa nguvu, kamata mfalme, kamata kwa nguvu, wanakamata kwa nguvu. Baada akasema, hii roho ambayo itakutesa mfalme, sisi kwenye mashariki hapo ya kati kuna mtu tukakutafutia, yeye ni mtaalamu wa kupiga zeze na kirubi, haja wanakupigia zeze na kirubi. Ili roho mbaya inapoanza anapiga zeze na kirubi, utakaposikia mlio huo roho mbaya itatulia. Baadaye nani atafutwe? Anakuja anatafutwa Daudi. Daudi akawa na zeze ana kirubi. Kwa hiyo mfalme anapoanza, Daudi anapiga zeze. Na mfalme alikuwa anakaa karibu sana na mfalme ili kuweza kumsaidia mfalme. Kwa akatafutwa yeye ili amsaidie, kwamba mfalme anapopagaa kirubi, kama leo mtu anapopagaa mnachukua udi, chukua udi, alafu nakwambia nataka univalishe nani joo, nataka joo, sitaki nguo hizi, nataka joo, mtafutie kanzu. Sema pasua, pasua. Nikamwambia sio hapa, tafuta pengine. Nikaanza kuchinja. Yuko hapo, sitoki kabisa. Akagoma, akasema kama hivyo nataka damu. Sasa damu hapo tunapata wapi? Hapa mna damu. Akasema mkate kidogo. Ukimkata yeye kidogo, nikaiona ile damu na mwache. Nikasema tunakupiga damu ya Yesu Kristo. Nikasema acha akatu mtu hapa wala nini, unatoka tumewa. Piga maombi, akatoka akakasa. Unaona ya kipanda. Mwaga jirani yako, sio mwambie pale kwa jirani ya kipanda anafanyaje? Alafu gonga naye. Mwambie wanamsomea. Mwambie mimi si msomea, mimi namsomea. Toka. Mwambie toka, tafuta pa kwenda. Nikipanda. Sasa kwa mfalme ilikuwa issue hiyo. Mfalme hiyo issue ilimpa tabu sana. Alikuwa akikaa kidogo, roho mbaya imetumwa. Kumbe kuna roho mbaya inatumwa kwa mtu akikaa kidogo. Akikaa kidogo, roho imetumwa hiyo. Pasua. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 10 mstari ule wa 6. Sura ya 10 mstari ule wa 6. Toa saundi kidogo, punguza maiki yako. Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari ule wa 6. Fanya haraka msomaji. Imeandikwa, akamwambia mfalme, maiki yangu kidogo ishuke. Akamwambia mfalme, hizo kweli habari zile ulizozisikia katika nchi yangu, za mambo yako na za hekima yako. Amen. Twende tena, sema amina. Wafalme tena hiyo hiyo. Turudi kwenye ile sura ya 16. Tuangalie mstari ule wa 23. Wafalme wa kwanza sura ile ya 16 mstari ule wa 23. Katika mwaka wa 31 ikawa mstari ule wa 23. Katika mwaka wa 31 wa Asa mfalme wa Yuda, Omri alianza kutawala juu ya Israeli, akatawala miaka 12. Akatawala huko Tizla miaka 6.
Sawa, turudi tena Samueli ili tuende vizuri. Nataka kuna kitu kielewe zaidi, sema amen. Ukikielewa ukumute kisawa sawa. Samueli, tuangalie Samueli wa kwanza, bado kuna sehemu hujafika. Samueli hiyo wa kwanza sura ya 16, tusome mstari wa 23, tuanzie wa 22. Kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese. Sawa kabisa, twende. Akasema, tafadhali mwache Daudi asimame mbele yangu, maana ameona kibali machoni pangu. Ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu, ilipomjia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi, akapiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa, na ile roho mbaya ikamwacha. Kumbe hii roho mbaya ilikuwa inataka gazeze. Roho mbaya ikipewa pombe inatulia. Bonga na jirani yako, mwambie roho mbaya ikipewa pombe inatulia. Kuna watu wanateswa na roho mbaya kuliko ni kwamba linawavaa ile roho. Limetumwa kutoka Malenge, Tabora, Geita, likiingia shwa linasababisha unaanza. Imeingia, imetumwa roho mbaya. Hakikisha mtu anakosea. Roho mbaya inasubiri tu uanze safari ndio inuke. Ni roho mbaya. Sema kwa jina la Yesu, ninaipiga roho mbaya. Sema najitenga na roho mbaya inayotenda kazi ndani yangu. Sema naivunja roho mbaya. Sema roho mbaya yoyote iliyotumwa ndani yangu, ninaagiza iniache. Sema kwa damu ya Yesu, ninajitenga na roho yoyote iliyotumwa kwenye maisha yangu. Leo iniache. Roho ya kukataliwa, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya umaskini, ninaikataa sasa kwa jina la Yesu. Sema amen. Sasa nisikilize vizuri. Mapepo ni haya, ndo maroho. Majini ndo haya ya maroho. Mungu aliumba viumbe vya aina kama 3. Aliumba kiumbe cha kwanza kisichoonekana, ambao ni malaika, shetani, naye pia haonekani. Kiumbe cha pili ni wale viumbe ambao ili waone mpaka utumie vifaa fulani vya kuwagusa. Kiumbe cha tatu ambacho Mungu alikiumba ni aliviumba viumbe kama sisi, wanyama ambao tunaona ni wanyama wa kufugwa. Unawaona wanyama wa porini, wanyama wanaonekana kwa macho ya damu na nyama, au hitaji uwaguze ili waone ni wanyama ambao wanaonekana. Kwa Mungu aliumba viumbe vya aina 3 ambavyo leo hivi viko duniani vinavyotenda kazi. Mungu alipoumba viumbe hivyo, vile viumbe vya kiroho vinatamani kuwa na mwingiliano na viumbe vya kimwili. Viumbe vya kiroho ni haya majini, malaika wa Mungu, mapepo, majoka. Haya yote yako katika ulimwengu wa roho, ambao leo hii sasa huwa kuna watu ambao wametengeneza urafiki na mashetani, wametengeneza urafiki na mapepo, ambao hawa sasa ni washirikina, ambaye anaenda kwa mganga wa kienyeji. Yamkini akupendi au akutaki, anaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Bwana mtaalamu, Mama Zubeda ananikela, nataka unitengenezee. Mganga wa kienyeji anamwambia sawa, ngoja mimi nikutengenezee. Mganga wa kienyeji anachofanya, anawasiliana na mashetani ambao ndo hawa viumbe wa roho, majini. Anawasiliana nao, anawatuma, nendeni kwa mama fulani kamwingie. Wao unakuwa ujui hili wala hili, na wala si ni viumbe ambavyo havionekani. Unashangaa ghafla mguu kama umeshtuka, baadaye mguu jamani, kumbe kuna kiumbe cha kiroho kilichotumwa, nenda kaingia mguuni. Lile pepo linaenda linaingia mguuni, likiingia mguuni linajigeuza, linakuwa maumivu. Unasikia maumivu, unasikia jamani, maumivu.
Jamani, mguu kama unavuta, jamani, mguu kama unawaka moto. Kumbe kuna jini ambalo liko kwenye huo mguu linasababisha maumivu ya moto kwenye mguu. Usikie hali ya moto, usikie kama mguu na choma choma. Kinachochoma sio mguu wala sio matatizo ya kidaktari. Ndio maana ukienda kwa madaktari hawana tiba ya hilo jambo, wanakuambia chua, wanakuambia paka dawa hii, lakini bado maumivu yako pale pale. Ni jini ambalo limetumwa, linakuja linakuvaa kama Mfalme Sauli. Anakuwa jijui ni roho mbaya inamvaa. Hata wewe mkini kuna roho mbaya imekuvaa, imeingia kwenye miguu, imeingia ndani yako. Hiyo roho mbaya inasababisha matukio kama hayo. Sema naikataa roho mbaya iliyotumwa kwangu kwa jina la Yesu. Anayenielewa sema amen. Maana sasa mwingine kana kwa kuna mtu akupendi. Duniani sio wote watakao kupenda. Kuna wanao kupenda na kuna wanao kuchukia. Wako hao. Anakuwepo mtu ambaye hakupendi, anasema yule anajidai sana, nataka kumkomesha. Nimkomeshe vipi? Nataka tumbo liwe limejaa gesi, na mkomesha. Baadaye anaenda kwa mganga, bwana mtaalamu, ninataka unitengenezee mtu fulani, tumbo lake liwe limejaa gesi, nataka kumkomesha. Mganga wa kienyeji anamwambia sawa, subiri nikutengenezee. Mganga anachofanya, anapandisha, anayaita mashetani kwa lugha ambayo anajua yanakuja, anayaita yale majini yanakuja. Yeye pale atawaita wakuu, watakuja yale majini mashetani, anayatuma, nendeni kwa mtu fulani, nendeni mkafanye 1 2 3. Wanakuwa uelewi, wanashangaa ghafla wamevaliwa na majini, wamevaliwa na mapepo. Wanashangaa tumbo, jamani, tumbo la ghafla, jamani, na matazo ya tumbo. Kumbe kuna roho ya kichawi iliyotumwa na mtu mshirikina, imeingia ndani yako, inasababisha maumivu ya tumbo. Unajiona uko hivyo. Kuna mwingine yamkini uko pale kazini, kuna mtu apendi kukuona pale kazini, anawaza na kufukuzaje kazini. Anaona bosi anakupenda, anaona bosi anakuongelea kwa uzuri, anatamani uharibikiwe kwa bosi, anaamua kwenda kwa mganga. Haya mambo yanafanyika, anaenda kwa mganga, bwana mtaalamu, naona pale ofisi binti fulani anapendwa sana, mimi nakataliwa. Mganga wa kienyeji anamwambia sawa, subiri. Mganga wa kienyeji anamwambia subiri nikutengenezee. Anayaita mashetani, anayaita majini, anayaambia njoo. Majini anakuja, anayatuma majini, nendeni. Yale majini yanakwenda moja kwa moja, nenda kampe akili ya kuacha kazi. Moja kwa moja yashangaa, unaacha kazi, hata ukiulizwa uliacheje uwezi kujielezea. Namna ulivyoacha, umeacha tu ghafla. Yaani umeacha tu mwenyewe, kwamba nilikuwa tu sijisikii, nimeacha mwenyewe. Kuna jini ambalo limetumwa, nenda kamfanye aache kazi yako mapepo leo. Sasa kuna watu wanatembea na maroho yako ndani yao. Kuna mwingine anatembea, awe ni mtu wa mikosi. Kuna roho chafu ambayo ni ya majini, ambayo ndio ya mapepo, imeingia ndani yako, imekufanya uwe ni mtu akataliwa. Leo naipiga hiyo roho na naitangaza ikuache kwa jina la Yesu. Hebu sema pasua, sema naipiga, sema piga. Sema naipiga. Sema naing'oa hiyo roho. Sema naamuru iniachie. Sema wewe roho chafu uliyetumwa ndani yangu, ninaagiza sasa, toka ndani yangu. Roho iliyoagizwa ingia ndani yangu, ninaagiza iondoke sasa hivi. Sema achia. Sema tena achia. Sema tena achia. Sema tena achia. Sema achia kwa jina la Yesu. Unapoomba hivyo sasa, ile roho chafu inatafuta pa kwenda, inawaza niende wapi sasa. Utaona tu hapa baada ya dakika chache utaona kitakachotokea. Inawaza niende wapi sasa. Ni roho chafu ambayo imetumwa, nenda kwa huyu. Utakapoomba, ile roho inaanza kutafuta pa kwenda, inaanza kuangalia wapi niende.
Leo tunaiagiza iende kuzimu. Leo tunaiagiza iende kuzimu. Leo tunaiagiza iende kuzimu. Sema kwa jina la Yesu, hii roho chafu iliyoniingia, ninaagiza kuanzia sasa hivi, toka. Sema wewe roho chafu uliyeingia ndani yangu, ninaagiza nenda kwa aliyekutuma. Unaamini naenda? Unaamini narudi? Unaamini naenda? Kama unaamini nisikie amen kubwa. Ona sasa kuna roho nakuta inakuvaa. Kuna mwingine roho ya kufilisika. Unarushiwa tunataka roho ya kufilisika awe kituko. Unajua mganga wa kijiji ni kumpa tu maelekezo afya anafanya. Yeye kazi yake ni kumpa maelekezo majini. Kwa anasema huyu mteja wangu anataka afilisike ule. Unashanga ulikuwa unaenda vizuri. Wateja walikuwa wanakuja kwa wingi. Ghafla wanazima. Unajiuliza nini jamani kilichotokea? Mbona najibajeti? Mbona situmii pesa vibaya? Mbona najilinda? Mbona naenda vizuri? Nini kilichotokea? Kumbe kuna roho mbaya imeshatumwa vamia duka. Roho mbaya inamwingia mpaka mfalme. Mfalme anaanza kupaga. Roho mbaya inaweza kaingia kwenye duka. Shanga duka mteja akija kwao ni bidhaa. Kumbe kuna lilo mbaya liko hapo. Mteja akiangalia ni duka la vipodozi, lakini akifika naona kuna spana. Duka la vipodozi, lakini akija anaona kuna spana. Ndio maana akiangalia maduka ya leo mengi wanaweka kajiduka kadude pale juu. Waingia kwenye duka saluni wapi utakuta kuna kadude kako pale. Wanaogopa roho mbaya ikija ikikuta na bembea. Sisi tunaweka damu ya Yesu. Unakuta mtu anauza vikuku tu, kaweka pale kwenye banda lake kuna kikagaza kina bembea. Ni kuku tu. Anaogopa roho mbaya isiye kaingia. Mungu akamwambia Musa, mchinje mwana kondoo mume, paka damu kwenye milima ya midango. Pepo mauti atakapokuja, atakapoiona hiyo damu, yule pepo mauti atapita juu. Akapaka. Kwani pepo mauti akaja. Alipokuja hii roho mbaya inatafuta kwa kuua. Kuangalia hapa inaona damu inaondoka. Inatafuta pengine. Wewe tunaweka damu ya Yesu juu yako. Wewe naweka damu ya Yesu juu yako. Unaposema amina iwe hivyo, naweka damu ya Yesu juu yako. Roho ya mauti itakapokuja ikutana hiyo damu ya Yesu. Nasema pokea damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Pokea damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Sema naweka damu ya Yesu. Sema naweka damu ya Yesu. Sema tena damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sema naweka damu ya Yesu. Gonga na jirani yako, mwambie wewe tunakuwekea damu ya Yesu. Ili pepo mauti atakapokuja akutane na damu ya Yesu. Akutane na damu ya Yesu. Wale waliozoea kulogaloga maisha yetu wakutane na damu ya Yesu. Waliozoea kutuchafua na kutupaka kama kinyesi wakutane na damu ya Yesu. Waliozoea kukutana sisi wanatupaka maubaya, tunageuza maubaya yarudi kwao kwa jina la Yesu. Sema damu ya Yesu. Inua mikono yako sasa, sema kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa hivi roho mbaya yoyote iliyorushwa kwangu, iliyotumwa ndani yangu, naiondoa, naiondoa, naiondoa. Roho ya majini, roho ya mapepo, roho ya mashetani, ninaagiza toka, 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 toka. Kila aina ya roho iliyorushwa ndani ya maisha yangu, ninaagiza sasa hiyo roho iondoke, hiyo roho iondoke, hiyo roho iondoke. Wewe roho yoyote, roho ya kuzaa mapoza, roho ya kuharibikiwa, ninawasha moto. Sema achia. Sema tena achia. Sema tena achia. Sema naiondoa roho hiyo iliyotumwa ndani yangu. Sema niachie leo kwa jina la Yesu. Sema amen. Piga Bwana Yesu makofi kwa achie leo. Na uponyaji ni vile unavyokiri. Kiri vile unavyokiri ndio unavyopona. Unavyokiri ndio unavyopona. Nasema tena unavyokiri ndio unavyopona.
Unavyokiri ndio unavyofunguliwa. Unavyokiri ndio roho mbaya inavyokuacha. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Sasa unaangalia eneo gani ambalo kwako kuna roho chafu. Unaangalia, mimi jamani, kila ninachofanya kinaharibika. Hakuna ninachofanya kinasimama. Nikifanya hapa najitahidi sana, nakopa na mkopo ili nitoke hapa niende hapa, lakini najikuta narudi hapa naisha kwenye madeni. Ina maana una roho ambayo inakuzuia kwenda kwenye mafanikio. Unasema mwingine, unasema mimi mtumishi, nikianza mahusiano ni kwa muda mfupi tu, ghafla anaharibika. Ewe inaharibu mwenyewe au anaharibu yule nilianza naye? Nashangaa mimi mahusiano yangu yamekuwa hivyo. Ina maana kuna roho mbaya iko hapo. Kazi ya hiyo roho mbaya ni kuwafarakanisha. Mwingine anasema mimi mtumishi, ndani ya ndoa na mume wangu tunaishi kwa amani kwa muda mfupi, ni wiki tu. Wiki ambayo inafuata ni ngumu. Pale ndani alishanifukuzaga muda, mimi nang'ang'ania. Ungana jirani yako mwambie ung'ang'anie pale wewe. Ulishafukuzwa muda, wewe ndo unang'ang'ania ya. Alishakwambia nenda kwenu. Ukupaza mimi nimebaki kwa ajili ya watoto. Hata piga hata kutandika na kisturi. Utakulia maumivu. Asubuhi ukiamka umevimba upande mmoja uko namna hii. Jirani akikuuliza vipi, unasema bahati mbaya na nilimedondoka. Nikani unamlinda kabisa mpenzi wako. Kumbe kuna roho mbaya inayowatesa. Iwe marufuku ya roho mbaya kuingia kwenye familia yako, kwenye nyumba yako. Anaelewa, sema naikataa. Pasua. Mwambie jirani yako, sio mwambie unamlinda kweli kweli. Lakini alishakufukuza. Alishakwambia mimi na wewe basi. Toka. Tena wakati mwingine anakuambia kwa nini unakwenda wewe? Baba tumtofie. Unaweza mimi nashinda kwenda kwetu. Mimi umeniokota wewe. Sema nikutana kwetu. Mimi ndaenda. Narudi. Romba iko pale. Inasema lazima uondoke. Iko pale, kuna mtu ameitupa tu. Anasema na lazima uondoke. Naingia mimi. Katupa romba ili utoke, ili abadili yeye. Safari hii tunamfuta na yeye pia. Yeye tunamrudisha moja kwa moja kijijini. Wao unabaki tauni kwa jina la Yesu. Wao unabaki tauni kwa jina la Yesu. Wao unabaki tauni kwa jina la Yesu. Anaelewa, sema pasua. Wale wanaotupa roho mbaya kazini, roho mbaya kwenye ajira yako, roho mbaya kwamba bosi asikuone tena, leo tunaiagiza roho mbaya irudi moja kwa moja kwa aliyetuma. Wewe uwe salama na familia yako, uwe salama na kazi yako, uwe salama na maisha yako. Anaelewa, sema achia. Pasua, pasua, pasua. Sema naipasua roho mbaya. Sema roho mbaya yoyote iliyotumwa ivamie maisha yangu leo naifukuza. Sema tena naifukuza. Sema rudi ulikotokea. Sema nakufukuza roho ya mafarakano, roho ya chuki, roho ya kataliwa, roho ya magonjwa, roho ya maraa. Sema nakufukuza. Fukuza. Umeelewa sasa? Sasa kila mtu anaanza kuomba. Hata kama hujui, unasema tu katika jina la Yesu. Roho mbaya yote ambayo imetumwa kwangu. Unaangalia eneo ambalo wewe unafeli. Sasa nikienda kuomba kazi, wenzangu wanapita, mimi nakataliwa. Ina maana kuna roho mbaya kunizuia. Nikipata ujauzito kwa muda mfupi unaharibika. Ina maana kuna roho ya kuharibu. Unaita hivyo, unasema hii roho mbaya ambayo inaniharibia hii. Ukianza mahusiano, unaanza na mtu mzuri, unaona kabisa ni mke kabisa, yani ndo naoa huyu, naoa, lakini linalotokea mwenye ujui. Ina maana kuna roho iko pale ya mafarakano. Unaanza kazi, ukaanza kabiashara kwanza. Kabiashara kako kazuri, umekatengeneza. Unasema hapa yani wateja watakuja tu hapa. Mazingira haya na watu wanavyopita wengi, bila shaka wateja watakuja. Unakaa pale ukisubiri wateja, hakuna anayekuja. Ina maana kuna roho mbaya iko kwenye duka hapo. Unasema nakufukuza leo. Haleluya. Tuko pamoja na Mungu.
Kwa hiyo ndio inaitwa roho mbaya. Magonjwa, unatibu hili linainuka hili, unatibu hili linainuka hili, ina maana kuna roho mbaya. Balaa haziishi, mikosi, kesi za ajabu tu haziishi, maana watatua hili inainuka hili. Kuna roho mbaya iko hapo ya mashtaka, unasema kwa jina la Yesu naipiga hiyo roho mbaya. Utakapoipa kipigo kisawasawa, inakuacha. Unanielewa? Inakuacha. Leo utaomba, nasema kwa jina la Yesu, ilo mbaya yule aliyeituma ninaagiza irudi kwake aliyeituma kwa jina la Yesu. Toka kwangu na ifukuze. Leo yatafukuzwa mpaka majini mahaba, yatafukuzwa majini mahaba, yatafukuzwa yale wachawi wanaokujaga ndotoni, wote wanafukuzwa. Sema tunawafukuza kwa jina la Yesu. Anayetaka kuomba pamoja na mimi sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Simama pale ulipo sasa uone maajabu. Simama uone maajabu. Simama pale ulipo uone maajabu. Inua mikono yako sasa, ufuatishe maneno haya kutokea ndani ya moyo wako. Ukiri maneno haya kwa nguvu zako zote. Kila mmoja usimame. Unaomba sasa, hata kama ujiwezi wewe, tamka tu hapa. Unapotamka ndo ushindi unakuja. Na mimi nakuja hapa, naomba hapa, nakuja na hapa. Utaona Mungu atakufungua dakika chache tu, lakini za maajabu. Inua mikono yako mbele juu. Sema, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe kwa dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Naomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu kitakatifu. Nimeinua mikono yangu mbele zako Yesu. Ninaomba sasa, roho yoyote iliyotumwa kwangu ninaiondoa. Roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kusalitiwa, ninaagiza sasa kwa damu ya Yesu. Ewe roho chafu, ninaagiza toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu. Roho ya magonjwa, roho ya balaa, roho ya kukataliwa, roho ya kusingiziwa, kwa damu ya Yesu, kila aina ya roho chafu iliyotumwa kwangu ninaitosha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niachie leo, niachie leo, niachie leo, niachie leo. Kila roho niliyowekewa ninaiondoa, ninaiondoa, ninaiondoa. Sema naiondoa. Endelea kuiondoa. Sema naiondoa, naiondoa. Rakapasatata, naiondoa, naiondoa roho chafu, naiondoa roho chafu. Sema maneno hayo, sema maneno hayo, sema maneno hayo. Yekakakapasatata. Taja hiyo roho, taja. Usimjali jirani yako, fumba na macho yako, iondoe roho ya mikosi, roho ya mizimu, roho ya uchawi, roho ya uganga. Kataa hiyo roho. Hata kama ujikwamba, wanasema tunaipiga hiyo roho. Naiondoa, 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 naifukuza hiyo roho. Shambulia, piga hiyo roho, shambulia. La kapasatata, kapasatata, pashakataradadada. Roho hiyo chafu, roho iliyotumwa na bibi, roho iliyotumwa na shangazi, roho ya baraa, piga, ondoa, ondoa hiyo roho. Shakaparabababa, yekapasakatarabababa. Kila roho iliyotumwa kwangu, kila roho iliyotumwa kwangu, kila roho mbaya, roho mbaya, roho mbaya kutokea kuzimu, roho mbaya kutokea kwa wachawi, roho mbaya kutokea kuzimu, roho iliyotumwa juu yangu, roho ya baraa, roho ya magonjwa, roho ya kataliwa, roho ya baraa, roho ya kila aina, leo naikataa, leo naikataa, leo naikataa, leo naipiga, leo naivunja, leo naipiga, leo naipiga. Endea kuomba. Naona moto umewaka tayari, moto umewaka tayari hapa.
rakapasatata rekaparabababa yekapasatata rekaparabababa yekapasatata yekaparabababa yekapasatata yekaparabababa yekapasatata rekaparabababa yekapasatata. Naivua hiyo roho niliyovishwa, hiyo roho iliyonivaa, hiyo roho iliyotumwa kuchukiwa, kukataliwa, kudharauliwa, kupotezewa thamani yangu. Leta thamani yangu, leta thamani yangu, leta thamani yangu. Hiyo roho mbaya niliyovishwa, leo ondoka, naifukuza hiyo roho hiyo. Kuna mwingine wakati unaomba unasikia nyoyo za simka, huo moto umewaka, raba sapa papa, leo mbaya nakupiga, toka yakapasata. Leo utaondoka tu hapa, leo utaondoka tu hapa. Leo mbaya watendaji mwa karibu na watu, leo mbaya hiyo inakimbia, hiyo endelea, hiyo shadadadada yakapasatata. Leo mbaya iliyotumwa, endelea kwamba hiyo inakimbia, iliyotumwa na bibi, roho ya uchawi, roho ya uganga, roho ya uchawi, roho ya maraa, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya uchawi, roho ya mapepo, roho ya mizimu, roho ya majoka. Ndio hiyo roho mbaya, shambulia pale ulipo, hiyo inaondoka. Ile mizimu ya uganga, ninaona inaondoka. Ondoa hiyo roho mbaya, achia. Endelea hiyo, toka. Wewe jini, ondoka. Huyo sio mali yako. Nenda kuzimu. Rakapasatata. Ninaona moto na waka hapo ulipo. Oh shadadadada. Utavumilia na kuja hapo. Ninashusha moto hapo. Ninaagiza achia. Roho mbaya, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kutengwa, roho ya kuachwa, roho ya kusalitiwa. Piga kila aina ya roho ya mafarakano kwa mume wako, roho ya mafarakano kwa mke wako. Iharibu roho hiyo, shambulia. Endelea, inaondoka. Ndio tunakwenda kumalizia, inaondoka. Hiyo imekamatwa. Hiyo haitajificha. Wewe jini mahaba, ninakuchoma kwa moto. Rakapasatata. Achia huyo binti, huyo achia haraka. Yekapasatata. Rekaparabababa. Yandarabasekete. Huyo ambao unamchukua, huyo ambao unamtumikisha, huyo ambao unamtumia, huyo ambao unamuimba, huyo ambao unamchukua, leo ninatangaza achia huyo na huyo mchukua. Shadadadada yakapasatata. Aliyechukua msukula huyo aliyefichwa Mwanza, aliyefichwa Geita, aliyefichwa Mwanza, leo natangaza shatatata. Leo tunapambana hizo kesi mbili. Rakaparabababa. Hiyo kesi ya kuchukuliwa, hiyo kesi ya roho mbaya, hiyo kesi ya roho mbaya iliyorushwa, hiyo kesi ya kuchukuliwa, hiyo kesi ya roho mbaya, shambulia omba. Yedelebo shapapapa. Rekasekete. Leo tunatuma moto. Hebu ita moto, ita. Angalia wanavyoteketea. Moto. Ita kule chini. Moto. Hiyo roho mbaya inakimbia, inapona moto. Moto unakuja. Huo moto unaingia kwenye tumbo, huo kwenye kifua, huo kwenye kichwa, huo kwenye kipanda uso. Moto kwenye picha yangu niliyobeba. Moto. Endelea, shusha moto. Roho mbaya lazima iondoke. Hebu sema fire. Mimi Mungu ananitumia hapo ulipo. Mungu anakwenda kukugusa. Nataka niombe. Fumba macho, tulia mbele za Bwana. Nataka nimwamuru aliyekutupia hiyo roho iondoke sasa hivi.
Sasa hivi roho ya magonjwa, roho ya kataliwa, roho ya baraa, roho ya mateso, roho iliyotuma ndani ya huyo aliyeinua mikono yake, ninaagiza sasa hivi roho ya magonjwa, kila aina ya pepo, nguvu ya Mungu inatembea hapa. Ninaagiza sasa mashetani wote, majini wote, roho zote, roho zilizotuma zote, mashetani wote, ninawasha moto, ninasambaza moto. Wewe jini mahaba, wewe joka, wewe jini makata, wewe zumbiani, wewe jini uliyotuma na mjomba, uliyotuma na bibi, uliyotuma na bibi, uliyotuma na shangazi, uliyotuma na mtu yeyote, ninaagiza sasa, ninaagiza sasa, ninaagiza sasa, ninaagiza sasa, ninaamuru achia, ninaagiza achia, ninaagiza achia. Wewe roho ya kataliwa, roho ya magonjwa, amekuwa ni mtu akataliwa, amekuwa ni mtu kuchukiwa, amekuwa ni mtu asiyependwa, amekuwa ni mtu kudhulumiwa, roho ya dhuluma. Naiona roho ya kudhulumiwa, roho ya kudhulumiwa, hiyo roho ya kudhulumiwa, 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 roho ya dhuluma. Wewe pepo umetaka wewe ni mtu kudhulumiwa, ninasambaza moto, ninaamuru achia, ninaagiza achia, ninaagiza achia, toka. Roho ya matatizo kwenye tumbo, roho ya baranda ndani ya tumbo, roho ya baranda ndani ya tumbo, roho ya baranda ndani ya matumbo, roho iliyotuma ndani ya tumbo, wewe roho iliyotuma ndani ya tumbo hilo, unasababisha maumivu makali, unasababisha maumivu makali, unasababisha maumivu makali, iliyotuma ndani ya tumbo hilo, wewe roho ambaye umetuma ndani ya tumbo hilo, wewe ninakuchoma wa moto, ninasambaza moto, ninasambaza moto, ninaagiza achia. Ninaona matumbo yanafunguliwa. Wewe jini, wewe jini uliyotuma ndani ya tumbo hilo, wewe uliyotuma ndani ya tumbo hilo, wewe uliyotuma ndani ya tumbo hilo, wewe uliyotuma ndani ya tumbo hilo, kwa jina la Yesu, 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 ninasambaza moto, achia, toka kwa jina la Yesu. Ina mikono, kuna watu wanazidi kufunguliwa. Iko nguvu hapa. Roho iliyokuja kwako ikakuvaa, roho iliyokuvaa, roho iliyokuvaa, roho iliyokuvamia ghafla, roho iliyokuvamia ghafla, roho iliyoingia ndani yako ghafla, roho hiyo iliyoingia ndani yako ghafla, roho iliyokuingilia ghafla, toka, 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 toka. Wewe roho iliyoingia ghafla, wewe iliyoingia ghafla, wewe iliyoingia ghafla, wewe roho iliyoingia ghafla, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, moto, 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 toka, ondoka, ondoka, kutoka ndani yake ghafla. Roho yote, roho iliyotumwa ghafla, roho ya baraa ya ghafla, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kuharibikiwa, roho ya kuonewa, roho ya maumivu, roho ya mateso. Leo mwisho, leo ni mwisho, utaki kuingia tena. Leo mwisho, tazama kwenda, tazama kwenda, tazama kwenda, tazama kwenda. Achia watu hao, achia amani yao, achia uzima wao, achia uzima wao, achia amani yao, achia amani yao, kwa jina la Yesu. Ninakufungua leo. Kila aina ya roho chafu inayotenda kazi ndani yako, ijitenge na wewe, ijitenge na wewe, ijitenge na wewe. Roho wa Mungu atende kazi kwenye maisha yako, Roho wa Mungu ajifunue kwenye maisha yako, na wewe ukae kwenye nafasi ya kimungu. 1, 2, 3, funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Sema, kuanzia leo roho yoyote ninaiagiza isikae kwangu. Roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kukataliwa, roho ya kusalitiwa, ninaikataa. Sema, iniachie leo,
Sema achia. Sema tena achia. Ninakataa uenda na roho yoyote. Sema ikiwa mimi nafsi yangu imetekwa, imeibiwa, imewekwa porini, shambani, mahali popote, ninaagiza kuanzia sasa hivi nairudisha. Sema njoo, 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 njoo. Sema njoo. Sema narudisha kila aliyeibiwa, tunamrudisha leo. Sema njoo, njoo, njoo. Ita, sema njoo, njoo, njoo. Ita sasa, sema njoo, 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 njoo. Ita sasa. Ita huyo aliyeibiwa. Ita aliyeibiwa, aliyefichwa porini, aliyefichwa shambani, aliyefichwa mahali popote, aliyefichwa eneo lolote. Tunaamuru njoo, njoo. Shakapasata rekaparabababa yekapasata rikaparabababa yekapasata yekaparabababa shabababa shatatata rekapasata rekaparabababa. Waliofichwa mashimoni, kuzimu, baharini, mahali popote, sema njoo, 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 njoo. Itasema njoo, njoo, njoo. Hebu sema njoo. Ina mikono yako, sema yoyote aliyeibiwa, aliyefichwa shambani, porini, mahali popote, tumemrudisha leo kwa jina la Yesu. Sema amen. Piga Yesu makofi, anaweza.